Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa mtaa wa Ligula, kata ya Shangani, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, wamejitolea kufanya usafi katika eneo la shule ya msingi Ligula ambalo linadhaniwa kuhifadhi wahalifu. Wakizungumza na EATV, wananchi hawa wameeleza kuwa uamuzi huo umelenga kuwapunguzia kazi wanafunzi wanaosoma shuleni hapo ambapo bado wana umri mdogo, kwa lengo la kuhakikishia usalama wao. Tukaona bora tuje kuhamasika na mwalimu wetu hapa kuja kufanya usafi. Nimesikia hilo, kuonekana ile sehemu wanajificha watu, wakipita watu wanatoka kwenye mizunguko yao, wanawashika, sio wanawachoma visu. Ukiangalia muda kufanya kazi ni muda mapumziko. Sasa hapo nazungumzia kati ya saa 1 na saa 1:30. Baada hapo wawe misalini. Haya, hata ukisema unaenda kufanya usafi kwa ukubwa ili wa eneo, huwezi kufanya kwa kiwango cha kutosheleza. Kwa hiyo mazingira ya vichaka vinapokuwa viko vikubwa sana ni hatari kwa vijana wetu pia, lakini pia kupelekea kuondoa hata usalama. Inawezekana mara nyingine wakaja hata wale wahalifu, watu wakafanya kutumia mazingira kama haya, wakafanya kama wao ni sehemu ambayo ya kuja kujifichia kufanya vitu vibaya. Kwa hiyo sisi kama viongozi tukaliona hilo na tukaamua kuhamasishana wananchi na vijana katika kata ya Shangani, lakini hasa ukiangalia katika mtaa wa Ligula shuleni hapa. Tuendelee na kurasa. Kutokana na wananchi walio wengi kutokuwa na elimu ya ufahamu wa magonjwa ya damu aina ya hemophilia na selimundu, wananchi hawa wameomba elimu zaidi ya uwepo wa magonjwa hayo ambayo ni ya kurithi kutokana na vinasaba. Magonjwa hayo ambayo sio ya kuambukiza kama selimundu, lakini pia ugonjwa wa hemophilia ambao umeelezwa kuwa 30% ya watu hupata bila kurithi kutokana na mabadiliko ya vinasaba. Hatuna uelewa wa kutosha kuhusiana na haya magonjwa ya damu. Pia tunaiomba serikali yetu itupe elimu ya kutosha kuweza kuelewa au kufahamu namna ya kuweza kuelewa haya magonjwa ya damu. Kwa sababu tuna ndugu zetu, tuna marafiki, tunaishi nao, tunaona, lakini ile elimu ya kuweza kuelimisha vijana wenzetu ndo hapo inakuwa changamoto. Nilikuwa naomba serikali itupe elimu au itoe elimu kuhusiana na haya magonjwa mawili. Yaani unatushangaza, hatujui dalili zake wala hatuelewi tunafanyaje wala hatujui kinga zake, maana elimu hatuna kabisa. Kupitia mafunzo haya yametusaidia sana kuweza kuyafahamu vizuri na kujua namna gani ambapo sisi kama vyombo vya habari tunaweza tukatumia taaluma yetu au vyombo vyetu vya habari kwa ajili ya kuelimisha jamii ili waweze kuyafahamu kwa undani haya magonjwa. Tumalizie kurasa kwa hili. Jumla ya watoto 23 wakiwemo waliokuwa wakifanya kazi mtaani kwenye maeneo tofauti ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu wameondolewa katika mtaa na kupewa mahitaji mbalimbali katika maeneo mengine. Kufuatia tukio hilo, wazazi na walezi wameaswa kuwa sehemu ya kutoa taarifa za watoto ambao hawafiki shule na badala yake wanafanya kazi mtaani, zikiwemo biashara na kuchunga ng'ombe, ili hatua za kisheria zichukuliwe. Mimi kwanza na washauri wale wazazi ambao wanawaagiza watoto kwenda kufanya shughuli wakati wa vipindi vya masomo. Ni kosa kumtuma mtoto kwenda kufanya biashara. Kwanza ni mtoto ambaye anakuwa yuko chini ya ule umri, anakuwa kama anamkatili mtoto. Ni kwenye jamii yenyewe. Jamii yenyewe inapaswa itambue wajibu huo kwamba ni wa kwao, wasisubiri serikali na wenyewe waweze kuwajibika ili basi dindili la watoto wa mitaani lipungue au liishe kabisa. Wana wazazi, kipindi cha nyuma tulijua kabisa 1% kubwa ni watoto yatima. Lakini sawa, hata yatima wanakuwepo, lakini hawa saizi wana wazazi. Unapomuuliza mtoto anakuelezea kwamba mimi baba yupo, mama yupo, naishi na babu, naishi na bibi, shule siendi, namsaidia bibi kuandaa chakula. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.